Bwana, taarifa ni nyingi kweli kweli, lakini hebu tuangazie taarifa ya mwanadada Hamisa kuonekana kuzidi kuteseka. Video zilizovuja Aziz Ki akimkisi mama yake mzazi. Anasema mkiniona nimechanganyikiwa nyie ndo sababu. Sasa hili limekaa vipi pengine kuhusiana na familia ya Hamisa Mobeto kwa ujumla, mama akihusishwa lakini pia mume akihusishwa? Karibu nikusimulie. Huyu ni mwanamitandao lakini pia mwanamitindo, mfanyabiashara ambaye ni mtu maarufu pia Tanzania, Hamisa Mobeto, ambaye amefunguka kuhusu changamoto ambazo anapitia kutokana na vitendo vya unyanyasaji, kejeli, lakini pia udhalilishaji ambavyo vinadaiwa kuelekezwa kwake pamoja na familia yake kupitia mitandao ya kijamii. And ni katika ukurasa wake wa Instagram, bana, mwanadada Hamisa amesema hali hiyo imeanza kumwathiri kwa upande wa afya ya akili na ustawi wake kwa ujumla, akisitiza kuwa maarufu na kuwa na idadi kubwa ya wafuasi ya kumfanya mtu akose hisia ama maumivu. Lakini hakuishia hapo. Hamisa, licha ya kuwa mtu anayefuatiliwa na watu wengi, bado ni binadamu mwenye hisia, familia na maisha binafsi yanayohitaji kuheshimiwa. So kwa mtazamo wake, maneno yanayotolewa mitandaoni yanaweza kuwa na athari kubwa sana kwa mhusika, hata kama watu wanaoyatoa wanayaona kama mzaha ama pengine wanachukulia kama burudani. Na katika malalamiko yake, mwanadada Hamisa amegusa madai ya yeye pamoja na familia yake kutajwa na kufanyiwa kejeli mara kwa mara katika majukwaa ya watangazaji maarufu kama Maimartha pamoja na Juma Lokole. Lakini pia ameongeza matumizi ya maisha binafsi ya mtu kama maudhui ya burudani kwa lengo la kuongeza watazamaji, maoni ama maarufu. Haya yanaweza kuvunja mipaka ya heshima ya faragha. Na kwa mujibu wake pia, Hamisa anasema kwamba watu mashuhuri nao wanastahili kupewa nafasi ya kuwa na maisha binafsi bila kila jambo linalowahusu kugeuzwa kuwa mjadala wa hadharani au chanzo cha burudani. Na katika hatua nyingine, Hamisa alizitaja mamlaka baadhi ya viongozi. Pia tuliwaona mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA, lakini pia tuliona amemtagi waziri Mwana FA Ridhiwani Kikwete na mchungaji Josephat Gwajima, akiwataka kuangalia suala la unyanyasaji wa mtandao wa kijamii kuchunguzwa, lakini pia hatua zinazostahili ziweze kuchukuliwa. Na anasitiza kuwa mambo ya kudhalilishaji mitandaoni hayapaswi kuchukuliwa kwa jambo la kawaida kwa sababu tu vinatokea kwenye mitandao ya kijamii. Lakini anaeleza kuwa nyuma ya akaunti, picha au jina la mtu maarufu kuna binadamu mwenye hisia ambaye anaweza kuumia kutokana na maneno yanayotolewa dhidi yake. Na Hamisa anawakumbusha watumiaji wa mitandao kuwa madhara ya maneno makali hayapo kila wakati wazi kwa macho. Mtu anaweza kaonekana kitabasamu na kuendelea na shughuli zake huku akipitia maumivu makubwa kihisia. Kwa hiyo ametoa wito kwa jamii kutumia mitandao na kwa kuwajibika, heshima, faragha ilindwe, kuepuka kugeuza changamoto au maisha binafsi ya mtu kuwa chanzo cha burudani. So kauli yake ya Hamisa imefungua mjadala kuhusu namna watu maarufu wanavyoshughulikiwa kwenye mitandao ya kijamii, pamoja na mpaka ambao unapaswa kuwepo kati ya burudani, maoni ya umma na maisha binafsi ya mtu. Right now, Hamisa amesisitiza umuhimu wa kuheshimiana na kuchukua kwa uzito swala la unyanyasaji wa mtandaoni, akieleza kuwa si kila jambo linalochekesha watazamaji linapaswa kusemwa au kusambazwa tu hovyo hovyo. Una maoni gani? Unaungana naye ama wewe uko upande gani? Mtuambie kwenye comment section. Wakati mwingine tutaangazia. Bye bye.